Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Godbless Lema ametoa ufafanuzi mzito kufuatia kuibuka kwa mijadala na shutuma zinazomkabili makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche anayedaiwa kutumia fedha za michango ya wadau na wafanyabiashara kinyume na taratibu zilizowekwa na chama hicho. Taarifa hii imekuja wakati ambapo kumekuwa na malumbano makubwa kwenye mitandao ya kijamii, huku kiongozi huyo akieleza kuwa maazimio rasmi ya kikao cha kamati kuu kilichoketi hivi karibuni mkoani Kigoma yatatangazwa na viongozi wakuu wa kitaifa ili kutoa majibu ya kelele na mijadala yote iliyoibuka. Godbless Lema amesisitiza kuwa yuko tayari kwa ufasaha mkubwa kulinda na kutetea heshima yake binafsi dhidi ya kauli zote za dharau na upotoshaji zinazoendelea kutolewa na kusambazwa na watu mbalimbali, akibainisha kuwa heshima ya mtu si jambo la kupuuzwa hata kidogo katika ulingo wa siasa za upinzani. Sakata hili limechukua sura mpya baada ya kusambaa kwa taarifa zinazodai uwepo wa mivutano ya ndani katika Chama cha Mapinduzi ama Chama cha Demokrasia na Maendeleo kati ya viongozi wakuu wa chama hicho akiwemo Godbless Lema pamoja na Joseph Mbilinyi, walioonekana kutofurahishwa haswa na mwenendo wa makamu mwenyekiti John Heche. Hali hii imeibua hisia tofauti miongoni mwa wanachama na wafuasi wa upinzani nchini Tanzania, ambao wameanza kuonyesha hofu ya kupoteza imani na viongozi wao kutokana na kile wanachokiona kama migogoro ya maslahi binafsi na usaliti wa kisiasa. Wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanaona kuwa tuhuma hizi za ubadhirifu wa fedha za wadau ndani ya chama kikuu cha upinzani zinaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa chama kikuu cha upinzani na hiyo taasisi hilo mbele ya umma, hasa wakati huu ambapo nchi inajielekeza katika vipindi muhimu vya uchaguzi na harakati za kidemokrasia. Uchambuzi wa kina wa tukio hili unaonyesha kuwa migogoro ya kifedha na tuhuma za matumizi mabaya ya rasilimali za vyama vya siasa nchini Tanzania zimekuwa zikitumiwa mara kwa mara kama silaha ya kudhoofisha nguvu ya upinzani na kuleta migawanyiko miongoni mwa wanachama. Kitendo cha viongozi kuanza kujibu mapigo kupitia mitandao ya kijamii kinaonyesha uwepo wa changamoto za kiutendaji na mawasiliano ndani ya mifumo rasmi ya chama hicho, jambo linalowapa nafasi haswa washindani wao wa kisiasa kutumia fursa hiyo kujenga hoja ya ukosefu wa ukamavu wa kiuongozi. Wafuasi wengi wameonyesha kukatishwa tamaa na malumbano haya, wakieleza kuwa umma unahitaji kuona mshikamano thabiti wa kupigania haki za wananchi maskini badala ya viongozi kujikita katika kulinda maslahi ya kifedha au umaarufu wa majukwaa kupitia wahisani. Muktadha wa kisiasa unaonyesha kuwa malalamiko ya wananchi yamegawanyika, ambapo baadhi ya washauri viongozi kama Godbless Lema kutulia na kutumia busara ya ukimya badala ya kuongeza taharuki, huku wengine wakionyesha msisitizo kuwa wanachama wako tayari kuunga mkono makamu mwenyekiti John Heche bila kujali ukweli wa tuhuma hizo, kwa kuwa fedha hizo ni mali ya wadau walioguzwa. Mgawanyiko huu unahatarisha sana misingi ya uwajibikaji na uwazi ndani ya chama, kwani unajenga utamaduni wa kulinda watu badala ya kulinda taasisi na misingi yake ya kuanzishwa. Hali hii inaleta mitihani kubwa kwa viongozi wakuu akiwemo mwenyekiti wa taifa Freeman Mbowe na Tundu Antipas Lissu, ambao wanatakiwa kutumia mamlaka yao kisheria na kikatiba kurudisha nidhamu na utengamano kabla ya dhoruba hii haijaleta madhara makubwa zaidi ya kisiasa.
Ushawishi wa hoja na uwasilishaji hasa unaonyesha kuwa wananchi wengi wanahofu kuwa viongozi hao wameanza kuwaza zaidi maslahi ya kifedha na dili kuliko hali halisi ya maisha ya Watanzania maskini wanaowaamini chama hicho cha upinzani. Mivutano hii inatajwa kuwa inaweza kupoteza ule mwelekeo mkuu wa chama ambao umekuwa ukiwapa Watanzania matumaini kama mbadala sahihi ya uongozi wa nchi. Baadhi ya maoni ya wadau yanakwenda mbali zaidi na kueleza kuwa ukosefu wa uaminifu katika masuala ya rasilimali unadhoofisha kwa kiasi kikubwa nguvu za ushindani na kufanya chama hicho kionekane kama taasisi iliyovamiwa na maslahi binafsi. Hali hii inaleta changamoto kubwa katika kipindi hiki ambacho chama kinapaswa kusimama imara na kwa pamoja ili kukabili changamoto za nje badala ya kuparakanyika wenyewe kwa wenyewe. Kutokana na hali hiyo, kuna shinikizo kubwa kutoka kwa wanachama wakitaka kuwepo kwa ushahidi wa wazi na fursa ya kujitetea kwa yeyote anayetuhumiwa, lakini taratibu hizo zifanyike kwa siri ndani ya vikao vya chama na sio kuleta taharuki kwa jamii. Viongozi wanatajwa kuwa na dhamana kubwa ya kulinda brand ya chama chao kwa wivu mkubwa, kwani dhoruba yoyote inayotokea inahitaji unahodha uliotulia na sio majibu yanayozidisha mgawanyiko. Umma unasisitiza kuwa ukomavu wa kisiasa unapaswa kuonyeshwa kwa vitendo ili kuizuia dhambi ya kukiuza chama au kuondoa matumaini ambayo wananchi wameyaweka kwa miaka mingi kupitia mapambano ya kidemokrasia. Background ya kihistoria ya kiongozi ama ya viongozi hawa inaonyesha kuwa wamekuwa nguzo muhimu katika harakati za mabadiliko ya kisiasa nchini, ambapo Godbless Lema amewahi kuhudumu kama mbunge wa Arusha mjini na ana ushawishi mkubwa miongoni mwa vijana, wakati John Heche amewahi kuwa mbunge wa Tarime vijijini na mwenyekiti wa baraza la vijana la chama hicho cha Chadema. Uhusiano wao wa karibu wa zamani ni jinsi walivyosimama pamoja katika nyakati ngumu za ukandamizaji wa kisiasa unafanya mgogoro wa sasa uonekane kuwa wa kushangaza na wenye kuleta sintofahamu kubwa kwa jamii. Kupitia maoni ya wanachama, kuna hofu kuwa mchezo huu wa kisiasa unaweza kuwa unaratibiwa na mahasimu wao wa Chama cha Mapinduzi ili kuifuruga ngome ya upinzani mara baada ya vyama vya siasa kuruhusiwa kufanya shughuli zao kwa uhuru nchini. Athari za kiutawala na kiuchumi za jambo hili ni pamoja na uwezekano wa wadau na wanafanyabiashara wakubwa kusitisha misaada yao ya kifedha kwa hofu ya kuhusishwa na kashfa za ufisadi na matumizi yasiyo na maelezo, hali inayoweza kukikwamisha chama kuendesha shughuli zake za kila siku za uenezi na uendeshaji wa ofisi. Wananchi wengine wametoa wito kwa viongozi hao kuweka mbele maslahi ya nchi na taasisi kwa kuonyesha ukomavu wa hali ya juu, wakitaka tuhuma zote zishughulikiwe ndani ya vikao rasmi vya kikatiba badala ya kuletwa kwenye jamii kupitia vyombo vya habari na mitandao.